Bwana wangu. Nasema asante kwa ajili ya asubuhi njema. Asante kwa kuwa Bwana umeamsha watu wako kwa majira ya asubuhi. Wanakushukuru Bwana Mungu wa mbinguni. Asante Baba wa mbinguni kwa neema hii ya pekee ambayo umewapa watu wako asubuhi ya leo. Ninasema asante kwa kuwa majira ya usiku umekuwa pamoja na watu wako. Umewafunika kwa mkono wako wa nguvu na uweza. Neema yako imeambatana pamoja nao. Hata wameweza kuiona alfajiri ya leo wakikutukuza. Na neno lako linasema asubuhi tuimbe, alfajiri tukuimbie, na katikati ya watu na mataifa yote. Katika jina la Yesu nakushukuru sana Mungu wa mbinguni. Ninaliinua jina lako mwenye enzi yote. Wewe upae watu wako amani na utulivu. Wewe wapae watu wako afya njema. Wewe wapae watu wako kusema hata asubuhi asante. Ni mkono wako wa nguvu na uweza Baba. Ninaendelea kukuinua, naendelea kukutukuza wewe uliye nguvu zangu na uweza wangu. Ni nani awezaye kusema nyamaza? Ni nani awezaye kuzuia kazi yako Bwana? Wewe uliye mwanzilishi, wewe uliyeweka hata kabla kuweko kwa misingi ya mbingu na nchi, ulilitaja jina langu tumboni mwa mama yangu. Na kushukuru kwa ajili ya wacha Mungu wako mahali popote walipo duniani kote. Asante Yesu kwa ajili ya wale ambao wameamka, ambao wanakutukuza wewe. Na kushukuru Bwana kwa ajili ya msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Bwana, damu yako Yesu ikamfunike mahali popote alipo mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. Bwana Yesu, damu yako ikamuinue hata yule ambaye amechoka, kwa kuwa neno lako linasema katika Isaya 50, Bwana umesema umenipa ulimi wa kuongea nao waliochoka. Basi Mungu wa mbinguni, ninajua wewe unawapenda watu wako, kwa kuwa wewe ndiye uliyenipa ulimi wa kuongea nao waliochoka. Basi waamshe mahali popote walipo, watiwe nguvu wale waliochoka, watie nguvu wale walio